Ufunuo 10. Uamsho mkuu wa Injili. Ujumbe katika mlango huu umeweka wazi pambano kuu kati ya ukweli na uongo na jinsi ibilisi anaweza enda sana wakati Mungu anaruhusu. Kabla ya matukio ya tarumbeta ya 7 kukamilika, Mungu anaingilia kati na kuleta ujumbe wa faraja na tumaini. Hapa tuna muda mwingine wa kumtazama Yesu, kwa sababu Mungu anajua na kufahamu yote yanayotendeka. Katika siku ya mwisho, Yohana aliona kitabu cha unabii kikifunguliwa na kueleweka na wanadamu. Hii ililenga kuinuka kwa wana wa matengenezo katika karne ya 16. Mathayo 24:22. Iliyopelekea kufupishwa kwa mateso ya kanisa la Kirumi, na neno la Mungu likaenea kwa watu wote kwa lugha zao, na likasomwa kwa uangalifu kupitia maombi. Kwa haraka watu wakaanza kufahamu matukio ya unabii wa siku za mwisho yalikuwa yanatimia. Hali ya siku za mwisho kabla Yesu hajarejea mara ya pili inazungumziwa na kuangaziwa na Mungu katika unabii wa Biblia kwamba atawapa mahitaji yao wanaomtegemea. Yesu aliwaambia wanafunzi wake wapeleke injili ya ufalme wake duniani kote. Mathayo 28:20. Katika siku za mwisho ni lazima ulimwengu usikie injili ya milele. Hapa haya yote yameangaziwa katika mlango huu. Tunatazama uamsho mkuu wa injili mapema katika karne ya 19 na watu walivyojifunza unabii unaoangazia matukio ya siku za mwisho. Ufunuo 10 fungu la 1 mpaka la 7. Nabii Yohana anatoa maelezo ya ajabu kuhusu malaika mwenye nguvu na utukufu kutoka mbinguni. Tukio la umuhimu zaidi katika jonsi hii ni malaika anayetajwa. Anataja ishara ya utambulisho inayotupa urahisi wa kumtambua malaika huyu mwenye uwezo mwingi kuwa ni Kristo. Amevikwa wingu. Hii ni ishara ya uungu. Bwana naye atawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo, ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na usiku. Kutoka 13 fungu la 21. Maandiko hutaja Kristo atakuja na mawingu. Luka 21 fungu la 27. Japo malaika huyu alikuja kutoka mbinguni, alionekana kushughulika na mambo ya duniani. Upinde wa mvua ulio juu ya kichwa chake ni wa kupendeza sana, na ishara tunayoweza kuweka tumaini kwayo katika ujumbe wote anaotupatia. Uso wake unang'aa kama jua kwa mng'ao wake, ikisimamia utakatifu, uungu na tabia yake ya haki. Yohana anataja miguu yake ni kama nguzo ya moto. Ni Kristo pekee aliye na uwezo wa kukanyaga na kuangamiza dhambi na wenye dhambi na kuachoma kabisa, hata bakisha shina wala tawi. Malaki 4 fungu la 1 mpaka la 3. Ameshika mkononi mwake kitabu kilichofunguliwa. Hii ni ishara kitabu hicho kilipaswa kusomwa kila mahali. Hii ni ukumbusho wa kitabu cha Danieli kilichokuwa kimefungwa hadi nyakati za mwisho. Danieli 12 fungu la 4. Na ilipofika nyakati za mwisho, kitabu hiki kilifunguliwa. Na kwa sababu amekanyaga mguu mmoja nchi kavu na mwingine baharini, ujumbe ulio katika kitabu hiki kilichofunguliwa ulipaswa kuenezwa kwa ncha zote za ulimwengu. Na akatangaza ujumbe huu kwa kila mmoja asikie. Malaika mwenye uwezo mwingi anaonyeshwa akiwa amekanyanga kwa mguu wa kulia baharini na wa kushoto juu ya nchi kavu. Ni Kristo anayetawala. Ana uwezo na anahakikisha ujumbe wake wa siku za mwisho umehubiriwa duniani kote. Ujumbe huu ni wa muhimu sana kiasi unahubiriwa kwa sauti kuu ili kila mmoja asikie. Wakati mwingine Kristo utajwa yeye ni simba wa kabila la Yuda. Ufunuo 5 fungu la 5 na Waebrania 4 fungu la 14.
ukilinganisha na Mwanzo 49 fungu la 9 na 10, Isaya 11 fungu la 1 na fungu la 10, na Ufunuo 22 fungu la 16. Ushindi wa Kristo pale Calvary katika pambano kuu na Shetani ulimpa haki ya kunena kwa mamlaka na uwezo unaowakilishwa na sauti ya simba. Wakati malaika mwenye uwezo anapokanyaga bahari kwa mguu wa kulia na nchi kavu kwa mguu wa kushoto, anadai ni mali yake, anamiliki na anatawala juu yake. Hii inatupa picha kamili ya ofisi ya Kristo mwenye haki, sio kwa rahisi kwa malaika aliyeumbwa. Ana haki ya kutawala bahari na nchi kavu. Kwa kuchukua kitabu kutoka kwa Mungu Baba na kukifungua na kuvunja mihuri yake 7, iliweka wazi anatawala dunia na kuitiisha, na ndiye anayeongoza matukio. Kwa muda mrefu bahari na nchi kavu imekuwa mkononi mwa adui zake, na sasa anakanyaga juu yake kutangaza wazi anamiliki. Anatekeleza jambo hili kwa njia ambayo hata maadui zake wataona ni bure kujaribu kumpinga. Miguu yake ni kama nguzo ya moto. Ni nani awezaye kusimama mbele ya nguzo za moto? Hii ni picha ya nguvu na uwezo usioonekana kwa macho, ukiungana na uwezo uangamizao wale wote wanaojaribu kumpinga. Nguzo hii ni imara na yenye nguvu, na nguzo ya moto ni vigumu kuipinga. Hakuna atakayejaribu kumpinga Kristo atakayesimama milele. Ujumbe wa Kristo siku za mwisho utapeanwa kwa uwezo mkuu. Utatangaza hukumu ya Mungu kwa wale wote waliokataa ujumbe wenye rehema. Ilitabiriwa. Kama Waisraeli wa zamani wangeshirikiana na Mungu katika mpango wake, wangeendelea kuwa watu wake na wangeokoa roho nyingi kwa Mungu hadi ufalme wake ungeenea duniani kote. Kama Yerusalemu ingejua yaliyompasa kujua na kukubali mwangaza kutoka mbinguni uliotumwa kwake, ingesimama ikiwa fahari kwa mataifa kwa nguvu ambayo ingetokana na uweza wa Mungu. Hakuna majeshi yenye silaha ingesimama katika milango yake, na mabango ya Kirumi haingeonekana katika kuta zake. Hii ingekuwa mibaraka ya Yerusalemu kama ingemkubali Mwokozi wa ulimwengu. Kupitia kwake angetibiwa magonjwa yake na kufunguliwa toka utumwani na kuwa mji mkubwa zaidi duniani kote. Kutoka kuta zake huwa wa amani angetoka na kwenda kwa mataifa yote. Ingekuwa chimbuko la fahari duniani. Kama Israeli kama taifa ingesimama ikiwa taifa aminifu kwa Mungu wa mbinguni, Yerusalemu ingesimama milele kama mji mteule wa Mungu. Yeremia 17 fungu la 21 hadi 25. Lakini historia ya watu hawa waliopendwa ilikuwa na mgongano, kurudi nyuma na uasi. Walikataa rehema ya mbinguni, wakatumia vibaya mibaraka na kuchukua vivi hivi nafasi waliopewa. Unabii uliotabiriwa na manabii Yoeli 3 fungu la 16 na Yeremia 25 fungu la 19 hadi 38 unahusika na malengo kuhusu malaika mwenye nguvu na ujumbe wake. Wale watakao kubali ujumbe wa Mungu siku za mwisho watalindwa, na wale watakao kataa karibuni wataangamizwa na hukumu za Mungu zitakazoupata ulimwengu. Kulikuwa na majibu kutoka mbinguni kutokana na ujumbe wa malaika mwenye nguvu. Na gurumo 7 zilitoa sauti zao. Ni nini maana ya gurumo 7? Zinasimamia nini? Tayari ilikuwa imetajwa katika kitabu cha Ufunuo 4 fungu la 5. Na katika kila kiti cha enzi kunatoka umeme na sauti na gurumo. Yohana pia anataja sauti ya Kristo ikisikika kama, na sauti yake ni kama sauti ya maji mengi. Ufunuo 1 fungu la 15.
Katika Ufunuo 14 fungu la 2 anaongeza, sauti yake ni kama sauti ya radi kuu. Gurumo na radi na tetemeko zilizotajwa katika Ufunuo 8 fungu la 5 inasimamia ghadhabu na hasira ya Mungu itakayomwagwa pasipo rehema kwa wale wote waliokataa ujumbe wa onyo la Mungu siku za mwisho. Zile gurumo 7 ni gurumo za hukumu kutoka kiti cha enzi cha Mungu. Na wakati simba wa kabila ya Yuda atakapotoa sauti yake ya gurumo, kana kwamba anakaribia walengwa wake, sauti ya gurumo 7 itatangaza hukumu ya haki kutoka kiti cha enzi na hukumu itakayowapata waovu na ulimwengu ulioasi. Hakuna malaika aliyeumbwa anaweza kutoa gurumo 7 za hasira ya Mwenyezi Mungu. Mwanzo wa jonzi hii ya ajabu aliamuliwa kuandika chochote alichokiona na kupeleka ujumbe huo kwa makanisa. Naye akasema, hata gurumo 7 zilipotoa sauti zao, nalikuwa tayari kuandika. Nami nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri maneno hayo yaliyonenwa na hizo gurumo 7, usiyaandike. Amri hiyo ilitosha, na nabii wa Mungu alitii. Kila gurumo 7 zilisema, kwa hivyo hakikuandikwa na hakijulikani, na itabaki bila kujulikana hadi hukumu zilizotajwa zitakapomwagwa duniani, na zitajibu sauti kuu iliyotolewa na malaika mwenye nguvu. Na mpaka wakati huo yatosha. Wana wa wanadamu wakae kana kwamba hakukuwa na gurumo hizo, na wakati wake ukifika matokeo yake yatasikika. Kuna mambo yaliyo siri ya Mungu mwanadamu hatajua. Kumbukumbu ya Torati 29 fungu la 29. Alipoinua mikono yake kuelekea mbinguni, ujumbe huo ulitolewa kwa kuapa, na inatolewa kwa ruhusa ya Muumbaji. Waebrania 6 fungu la 13. Anatangaza hakuna tena muda mwingine wa kuhesabu katika unabii. Hivyo baada ya kutimia kwa unabii uliotabiriwa katika Danieli 8 fungu la 14, hakuna muda mwingine katika unabii unaopaswa kuhesabiwa muda wake. Ni ujumbe gani ndani ya kitabu cha Danieli kilichofunguliwa ambao watu walipaswa kujifunza na kuutangaza? Ni ujumbe unaohusu muda. Ni muda wa miaka 2300, na katika unabii ulifikia utimilifu wake wakati wa kutakaswa kwa hekalu mwaka wa 1844. Danieli aliita kipindi hicho cha kutakaswa kwa hekalu kuwa ni wakati wa hukumu. Danieli 7 fungu la 9 na 10. Ujumbe kuhusu hukumu haukuwa umetangazwa kwa uzito kiasi hicho hadi kipindi cha mwisho wa dunia. Wakati uongozi wa himaya ya upapa ulipofikia mwisho wake, mwaka wa 1798 ulifungua njia ya kutangaza unabii unaohusu miaka 2300. Karibu kila mtu alijifunza kitabu cha Danieli 8 fungu la 14 na wakaamini huenda angekuja mwaka 1844. Hata hivyo, unabii wa miaka 2300 haukutabiri marejeo ya Kristo mara ya pili. Ufunuo 10 fungu la 8 mpaka 11. Lengo kuu hapa ni matokeo ya kula kile kitabu kidogo. Kitendo cha nabii Yohana kilisimamia kile watakachopitia watu wa Mungu wanaotafuta ukweli katika maandiko matakatifu na kujiandaa kwa ajili ya marejeo ya Kristo mara ya pili. Yohana alivutiwa zaidi na umuhimu wa neno la Mungu. Kwa hivyo katika jonzi alimwendea Kristo na kumwambia ampe kitabu. Alienda kwa chanzo cha hekima na ufahamu. Yakobo 1 fungu la 5. Aliambiwa akitoe na akile, lakini akatahadharishwa, mwanzo kitakuwa kitamu mdomoni, lakini kitakuwa na uchungu tumboni. Fungu la 10 linaweka wazi Yohana alifanya kama alivyoamriwa na matokeo yakawa kama alivyoambiwa. Tafsiri ya unabii huu ilikuwa gani? Inanena kuhusu nini? Na matokeo yake yalikuwa ni gani?
Katika mwanzo wa karne ya 19, wanahistoria wameandika mwamko mkuu wa Injili. Hii haikuwa matokeo ya mtu mmoja, mbali ni wakati wachungaji na wahubiri wa kujitoa waliposoma unabii wa kitabu cha Danieli 8 fungu la 14 na kuona utimilifu wake ulikuwa unakaribia. Walianza kuhubiri marejeo ya Kristo mara ya pili ilikuwa inakaribia. Ulikuwa ujumbe wa kupendeza na mioyo iliguzwa na ujumbe huo, na watu wa kila mahali wakaula. Huenda walihisi kama nabii Yeremia alivyosema, maneno yako yalionekana nami nikayala, na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu na shangwe ya moyo wangu, maana nimeitwa kwa jina lako, e Bwana Mungu wa majeshi. Yeremia 15 aya ya 16. Ujumbe wa marejeo ya Kristo ulienea kwa haraka sana. Ilikadiriwa kuwa zaidi ya wachungaji 300 wa kanisa la England na wengine kama 3,000 wa madhehebu mengine waliungana pamoja kutangaza Yesu anarudi. Hesabu yao ya mwanzo katika unabii huu ilionyesha utimilifu wake ulikuwa mwaka 1843. Baadaye waligundua walikuwa wamekosea, na hivyo wakatangaza marejeo ya Kristo ni Oktoba 22 mwaka 1844. Unabii uliosema hakutakuwa na kuhesabiwa muda tena walitafsiri kuwa mwisho. Lakini kutohesabu muda kulilenga mwisho wa muda uliowekwa wa kuhesabiwa. Hakuna unabii mwingine wa kuhesabu muda baada ya mwaka wa 1844. Ni nini kilichofanyika Oktoba 22 mwaka 1844 ilipofika? Kila mahali watu walingojea kuja kwa Bwana. Hawakufa moyo hadi usiku wa manane Oktoba 22 mwaka 1844. Sasa kile kilichokuwa kitamu mdomoni mwao kiligeuka kuwa huzuni kuu, kufa moyo ajabu. Yesu hakuja kama matarajio yao yalivyokuwa. Wengine waliacha imani ya marejeo ya Kristo mara ya pili. Lakini wengine waliendelea kujifunza maandiko matakatifu. Baada ya kupitia uchungu mkuu, walikuja kugundua ukweli wa ajabu wa Biblia uliokuwa umefunikwa kuhusu uasi wa upapa katika kipindi cha miaka 1260. Ni ukweli gani wa Biblia ambao nguvu ya upapa ilikuwa imeufunika? Kipindi chote cha historia, pembe mdogo wa Danieli 8 na 9 inaonyeshwa ikileta uasi dhidi ya Mungu, hekalu lake na watakatifu wake. Kwa hivyo inaitwa kosa lifanyalo ukiwa, Danieli 8 fungu la 13, na tena inaitwa chukizo la uharibifu, Danieli 11 fungu la 31. Yesu alitaja nguvu hii kuwa chukizo la uharibifu, Mathayo 24 fungu la 15. Pembe mdogo alitumia nguvu zake kufanya vita na Kristo, nayo ikaiangusha kweli hata nchi, Danieli 8 fungu la 11 hadi 15. Na katika hatua ya kuikanyaga chini ukweli, Danieli akasema, ikamuondolea sadaka za kuteketezwa ya daima, na mahali pa patakatifu pake pakaangushwa chini, Danieli 8 fungu la 11. Vile Yesu hakurudi mwaka 1844, wanafunzi waaminifu wa Biblia waliendelea kujifunza hadi wakaelewa na kutakaswa kwa hekalu. Katika mwaka wa 1844, Kristo aliingia patakatifu mno katika hekalu la mbinguni, kama vile kuhani mkuu katika hekalu la duniani alivyokuwa akiingia patakatifu mno katika siku ya upatanisho. Hakuna dhambi huko mbinguni, lakini kazi ya hukumu lazima itekelezwe ili kuondoa kumbukumbu ya dhambi. Mhubiri 12 fungu la 14 na Ufunuo 20 fungu la 12. Hukumu iliyoanzishwa mbinguni mwaka 1844 ni hukumu ya upelelezi. Hii ni ya muhimu ili Kristo atakaporudi aje na zawadi kwa washindi. Kwanza inamhukumu pembe mdogo na nguvu inayomsimamisha, na hivyo kuweka wazi tabia ya Mungu mbele ya mbingu zote.
Pia inampatia Mungu kuweka wazi maisha yao wenye haki walio katika kitabu cha uzima. Ufunuo 3 fungu lake la 5. Kipindi cha miaka 1000 ya kitabu cha Ufunuo 20, kumbukumbu ya wenye dhambi itafunguliwa, huku watakatifu wakisaidia katika hukumu hiyo na mwisho kutekelezwa kwa hukumu hiyo baada ya miaka 1000. Kristo akitaja kufungwa kwa kikao hicho cha hukumu ya upelelezi alisema, mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Ufunuo 22 aya ya 11. Tazama, naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Ufunuo 22 aya ya 12. Baada ya uchungu mkuu, Kristo aliweka wazi kwa Yohana kuwa ujumbe wa kitabu kidogo utahubiriwa tena duniani kote. Kutoka mwaka 1844, kikao cha hukumu ya upelelezi kimekuwa kikiendelea mbinguni. Wakili wetu au mwombezi wetu ambaye pia ni kuhani mkuu ni Yesu Kristo. Yohana wa kwanza 2 fungu lake la 1. Ni jambo la kujivunia kiasi gani ya kwamba katika baraza la hukumu tuna mtetezi aliyetuumba na kutukomboa mbele za Mungu. Matendo 17 fungu la 31. Ahadi ya marejeo ya Kristo mara ya pili, Yohana 14 fungu la 1 mpaka la 3, ndiyo tumaini la Wakristo wote. Unabii wote unalenga siku hiyo. Kwa sababu hukumu ya upelelezi imekuwa ikiendelea kwa zaidi ya karne moja, basi kuja kwa Yesu hakuwezi kuwa mbali sana. Kwa kuwa bado kitambo kidogo sana, yeye ajaye atakuja wala hata kawia. Waebrania 10 fungu la 37. Ujumbe wa Mungu kuhusu kazi ya Kristo leo unatangazwa. Ni kazi ya hukumu ya upelelezi inayotajwa kama kutakaswa kwa hekalu la mbinguni. Kama ilivyotabiriwa itaanza mwaka 1844. Na sasa tunazidi kuweka imani yetu kwa marejeo ya Kristo. Lazima tuanze kujiandaa kumlaki atakapoonekana. Basi msiutupe ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kuu. Waebrania 10 fungu la 35. Karibuni sana, hukumu ya upelelezi itakamilika. Kumbukumbu ya matendo yetu itakuwa imechunguzwa, na kila jambo litakuwa limeamuliwa. Mlango wa rehema na injili zitafungwa kipindi kimoja. Kabla Yesu hajaonekana, watu wengi watajifunza unabii wa kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo. Kwa nini? Kwa sababu unabii huu unatuelekeza kwa marejeo ya Kristo mara ya pili. Umuhimu wa ukweli ni kwamba Yesu alitoa damu yake kuwa upatanisho kwa ajili ya wenye dhambi wote wanaotubu. Tuko kipindi cha rehema sasa. Wote watakaotubu dhambi zao watasamehewa na kukubalika mbele za Mungu. Njoo sasa, bado mlango uko wazi, na ukifungwa hautafunguliwa tena.